Yes, bwana so kinyonge movie inaanzia mitaa hii hapa hii. Mshikaji bwana alienda chooni alikuwa anakojoa damu tupu yani. Akawa mtu wa kulala kitandani yeye maumivu makali sana anapata katika sehemu zake za siri. Baba akaamua kunyanyuka moja kwa moja maumivu makali anayapata katika tumbo lake. Akawa haelewi kabisa yani afanye nini. Wazazi wake wako sebleni pale wametulia wanapiga msosi na yeye mwenyewe ametulia sebleni, tumbo likaanza kumsumbua. Mpaka mama yake akawa anamuuliza kuna shida gani? Mama akaamua kufanya mpango ili mradi ampatie hata kidonge ili mradi mwamba anywe labda anaweza kukaa sawa. Basi huyu mshikaji bwana ni wa kiume kabisa yani. Basi leo hii hapa yuko mitaa fulani hivi ya shule, wanapiga piga zao pindi, tumbo likaanza kumsumbua tena, akaona maumivu makali sana ameyapata. Akaamua kutoka moja kwa moja kwenda mpaka chooni mzee. Sasa kipindi anakojoa hivi mzee, anakojoa damu tupu yani. Si unajua ile. Mpaka washikaji wakaingia chooni. Oya, oya, muone huyu, muone huyu. Wakawa wanaangalia wanamshangaa kishenzi ile. Wanamwangalia mama mwanao ameona kwamba anakojoa damu tupu. Mwamba akaamua kuingia katika kompyuta moja kwa moja kusearch labda ili gonjwa analoliumwa ni gonjwa gani labda aweze kulijua, lakini wapi, alilikosa kabisa gonjwa hilo analoliumwa. Akawa mtu wa nyonge sana. Ni unajua maumivu ya tumbo akiwa makali mzee, anakuwa mnyonge muda wote, akiwa wakati wanakula hivi na wazazi wake anajisikia vibaya. Sasa leo hii hapa hii wazazi wakaamua kuforce moja kwa moja kuingia paka chooni, wakagundua kwamba mwanao anakojoa damu. Wakaamua kumpeleka hospitali moja kwa moja, wakaamua kumvua sasa nguo, wamwangalia, wakampima pima pale, wakamwambia huyu bwana itakuwa tu yuko sawa, ngoja tu inabidi kupelekwe katika hospitali kubwa. Basi mshikaji moja kwa moja akaamua kurudi shule nini, kishikaji ile moja kwa moja kaingia klasi, lakini mashikaji wakawa wanamwangalia wanashangaa sana kumuona mwamba anakojoa damu. Sasa leo hii hapa ni siku ya michezo mzee, mwamba akawa anatoka anakimbia, akamwambia mwalimu, bwana mimi sijisikii poa. Mwalimu akamwambia hamna shida, wewe jitahidi tu utakuwa tu poa. Basi washikaji wakawa wanakimbia hivi, yeye anakimbia tumbo lakini bado linamsumbua. Mwisho wa picha akadondoka paka chini mzee. Alipodondoka chini moja kwa moja pale shuleni kwao kuna mwalimu ambaye yeye ni dokta, akaamua kumbeba moja kwa moja kumpeleka katika vitanda vya daktari. Basi alipofika pale akashangaa kumuona mwamba anatoka na damu yani, paka ticha mwenyewe naye damu zimemmwagika. Akamwambia mpigieni wazazi wake chapo. Wakapigiwa wazazi moja kwa moja waje kumchukua shuleni mshikaji ili moja kwa moja apelekwe hospitali. Akapelekwa kwa moja kati ya hospitali kubwa sana hapa mjini. Moja kwa moja wakatazama, akagundua bwana, kapima pima hivyo akagundua bwana huyu mtu bwana ana matatizo. Kwa hiyo kawaita wazazi wake moja kwa moja wazungumze nao. Akamwambia bwana, tunahitaji kuzungumza na nyie kwa undani zaidi kuhusu mtoto wenu. Huyu ni wa kiume kabisa. Ni wa kiume, ni mwanetu. Toka tumzae ni wa kiume kabisa asilia. Basi sawa, haina shida, atakuwa tu poa. Msiwaze kuhusu hilo. Kwa hiyo daktari akaamua kuweka kikao na wazazi wa yule kijana. Akamwambia bwana, mtoto wenu ana matatizo ya homoni. Yaani homoni zake hazipo sawa. Yaani pale ni wa kiume ile anahitajika kuna mawili, abadilishwe jinsia awe wa kike au la muache apoteze maisha. Hivi ashukumu mzee, yani wewe ni wa kiume ile shikangaga ya mzee, alafu naambiwa kwamba ubadilishe jinsia yako uwe wa kike. Wazazi wakawa nawalia ugumu sana kumbadilisha mtoto wao wa kiume jinsia ageuke kuwa wa kike, lakini daktari akamwambia hakuna solution nyingine. Solution ni hiyo tu ya kumbadilisha awe wa kike. Tofauti na hapo mtampoteza mwaneno. Mama akawa ni mgumu sana kukubali hilo jambo. Basi wakaamua kurudi zao nyumbani, lakini bibi mkubwa anamwangalia mtoto wake. Anamwambia mama, kwani kimetokea nini? Kwa hamna shida, utapona tu mwanangu. Kuna mambo kadhaa yanatakiwa yafanyike. Hasa leo hii hapa wazazi wamekuja wakaamua kukubali tu, hamna solution nyingine, wasije wakampoteza mtoto wao, maana ndio huyo mmoja. Kwa hiyo wakakubali tu bwana, solution ya kufanyika mpango mtoto abadilishwe jinsia. Kwa hiyo akawa anaendelea kusoma pale na kusaini mikataba, maana si unajua ile lazima usaini kama kweli umekubali mtoto wako abadilishwe jinsia. Basi leo hii hapa mara mwisho mwamba anaenda shule nini ile, washikaji wanamzingua zingua kama kawaida. Si unajua ile kishikaji, bwana Gomi hayushu. Lakini kwa upande wa pili daktari leo hii hapa anajipanga kwenda kufanya surgery ya kwanza kabisa ambayo haijawahi kutokea, kubadilishwa mtu kutoka jinsia ya kiume na kwenda jinsia ya kike mzee. Kwa hiyo nini, kameramani muhimu sana kupigwa picha nini mwamba, ili mradi waone kwamba surgery ya kwanza imeendaje. Lakini kipindi mwamba anapiga picha, mshikaji kaonekana kwamba mbona kama wananipiga picha hivi. Mwamba kaonekana kukataa kabisa solution ya kupigwa picha, anaona aibu yani. Basi mimi naogopa picha, basi haina shida. Surgery ikaenda fresh moja kwa moja, mwamba akalala pale na kuja kushtuka kujicheki hivi, anaona jinsia yake haipo. Mwamba akapagawa yani vibaya mno. Akawa ni mtu wa kulia tu muda wote, mama, sasa kwa nini nimeamua kunifanya hivi? Mwamba akawa anafungua ile mirija yote ambayo chomekwa hivi, analia vibaya mno yani
Ile unajua Odini yani vurugu tupo, mwamba amegoma hata kula msosi yani kabisa. Lakini daktari akamwambia haina shida, atakuwa sawa tu, kwamba homoni zishagebadilika, ameshakuwa ni wa kike, kwa hiyo atabadilika tu, atakuwa sawa, usiwaze kuhusu jambo hilo. Lakini mwamba aonekana kukasirika vibaya mno. Yani hata iwe wewe mzee, yani haiwezekani eti ubadilishe jinsia uwe mtoto wa kike. Hivi wewe unajua kuwa mwanaume afu ile shikanga gafu unakuja unabadilika kuwa wa kike? So poa mzee. Basi mwamba akaanza kubadilika, homoni zake kwa nywele zimeanza kukua yani kama msichana ile. Sasa leo hii hapa amebadilishwa jina, kutoka jina lake lilikuwa Mohamed, sasa ameitwa Suzana mzee. Basi wazazi pale leo hii hapa inaitwa birthday yake, lakini mwamba ile hayupo na furaha kabisa ile. Si unajua wazazi wanajaribu kumbadilisha ile awe na interested na mtoto wa kike ile, kumnunulia vitu vya kike nini kila kitu, lakini mwamba hayupo sawa kabisa. Sasa kipindi ametulia hapa, wazazi wanapiga birthday nini, wanamwambia utakuwa poa tu mwanangu, wewe jitahidi tu, ndio ishatokea hivi. Lakini mwamba akaamua kuchukua mdoli na moja kwa moja kuchoma katika keki ambayo wazazi wamemnunulia. Wazazi wakawa wanahangaika kuzima pale moto, mama yake anazidi kufanya mpango, anamkumbatia nini, mtoto utakuwa sawa tu. Sasa ili mradi kufanya hii solution iwe poa, mwamba inatakiwa ahamishwe shule, yani kuhama hadi mji, maana watu hawawezi wakamtambua. Sasa kwa anaingia katika shule mpya, anaona aibu yani, lakini akapata rafiki mmoja mzuri sana, alikuwa rafiki yake wa damu sana, alimkubali sana. Sasa kipindi ametulia tulia hapa, akaona kama sielewi hivi, akaamua kunyanyuka moja kwa moja kwenda chooni. Alipofika chooni akaingia choo cha kiume, sikashazoea mzee. Akaingia choo cha kike, akaingia chap chap, akajifuta futa nini. Si unajua alikuwa katika siku zake na yeye atambui kabisa. Si unajua mtoto wa kiume ajui kabisa mambo hayo. Sasa mwamba alipoingia darasani akakuta wasichana na rafiki yake nini amejitahidi kufuta katika kiti chake alichokalia, akaona yes, huyu ni rafiki mzuri. Akamwambia vipi, mbona hujanunua pedi labda kuzuia hii jambo? Hii ni mara yangu ya kwanza, kwa hiyo sijui kabisa mambo haya. Akamwambia basi sawa, haina shida, mimi nitakusaidia. Akaamua kumpeleka supermarket moja kwa moja kumnunulia hivyo vitu na kumnunulia nguo mbalimbali. Basi rafiki ilikuwa fresh yani bomba yani. Basi fanya mpango pale alivyomnunulia vitu mbalimbali rafiki yake. Alipofanya mpango leo hii hapa wakarudi wote paka shuleni mzee. Alipofika hapa akamwambia we, huyu tunahisi kuna vitu kama viko tofauti fulani hivi. Wewe hivi tumesikia historia yako au ne? Basi mwamba akawa anarudi zake nyumbani, anamcheki labda rafiki yake ile kumtext nini ili apate message wa chat, anambia bwana leo nahitaji uje nyumbani kwako. Wewe ni mtu, mama yake akawa anamwambia wewe ni mtoto wa kike, unatakiwa ujifunze kupika, ujifunze kumlea mwanaume na namna gani, hakuna namna nyingine yoyote binti yangu. Mama mimi sikupenda kabisa hivi, kwa nini mlinifanyia hivi bila kuniuliza? Basi mtoto kawa ni mtu muda wote wa kulala tu, lakini kipindi amelala hivi, leo hii hapa kesho yake asubuhi sana akatoka kwenda paka mitaa fulani vya shule. Sasa hapa shule kuna mvulana mmoja ambaye ni handsome vibaya mno, na moja kati ya huyo mshikaji amemkubali sana huyo bia. Sasa huyu hapa moja kati ya rafiki yake ambaye akubali yani wala nini, akawa na search begi la rafiki yake, akamwambia hapo kama kuna vitu vya kumbadilisha badilisha fulani hivi. Akamwambia bwana haina shida. Akaamua kutoka moja kwa moja akaenda paka nyumbani kwao. Alipofika ile nyumbani kwao, bidada anapenda sana kucheza games. Unajua mtoto wa kiume game muda wote. Akamwambia wewe washa kompyuta. Ile kuwasha kompyuta akaonana na sura ya kiume. Akamwambia mbona huyu kafanana na wewe? Akamwambia huyo ni kakaangu amepoteza maisha. Basi unajua ile kuficha siri mzee kwamba yeye alikuwa wa kiume amebadilishwa kuwa mtoto wa kike. Kwa hiyo mwamba akawa analia pale bibi yani bwana. Rafiki akamwambia basi usiwe na shida, mimi sikulijua hilo swala. Basi akamkumbatia pale na mambo mengine yote yakaisha. Kwa upande wa pili huko rafiki yake akapata taarifa, akamwambia bwana kuna mambo huko yanaenda tofauti. Hivi jaribu kumcheki Suzi. Basi Suzi gini akawa anajaribu hivyo hivyo kujibadilisha kuwa mtoto wa kike, ile kubadilika tu yani ile jinsia ile. Basi poa, leo hapa alitulia na rafiki yake. Leo hapa rafiki yake ni birthday yake. Kwa hiyo anahitaji kusnitch kwenda shule ili mradi tu wazunguke wa enjoy siku yao vizuri. Sasa kipindi hivyo ametulia katika gari, Suzana sasa kipindi ametulia, kuna mshikaji akawa anampapasa kama paja hivi. Sasa rafiki yake yule aliona hivi, akamwambia wewe pumbavu unafanya nini hivi? Akamwagia maji, wewe toka huko. Basi leo akatoka kaenda sehemu mbalimbali, wakanunuliana zawadi nini, si unajua rafiki ile kupendana nini. Basi akatoka moja kwa moja kaenda hadi kwa mama yake. Kufika kwa mama yake akawa anajilemba lemba. Akamwambia unajua mimi sasa kike natakiwa nipendeze. Basi leo hii hapa walitoka kwenda sehemu moja mbali hivi kidogo, kaanza kusimuliana stori za zamani za kila mtu. Kwa hiyo yule hapa rafiki yake akaanza kumsimulia stori Suzi kwamba bwana mimi mamangu amekuwa ni mtu wa hivyo yani muda wote yani
kuwa anajifanya kama yani yupo kujilemba-lemba muda wote, yani ananitaka mimi muda wote niwe yani mtu wa kujilemba, yani ndo anapenda sana hivi yani kuenzi dhama. Yani ni vitu ambavyo sivipendi. Vipi kuhusu wewe? Hebu nisimulie zamani yako ilikuwaje? Huyo binti ambaye aitwaye Suzy akaamua kumwambia moja kwa moja siri yake. Akamwambia, mimi nakwambia wewe kama rafiki yangu na imani kwamba utanitunzia siri yangu. Kwamba mimi nilikuwa mtoto wa kiume kabisa na yule nilimuona pale katika kompyuta yangu ni mimi kabisa, ambayo nimebadilishwa jinsia kuwa mtoto wa kike. Ni moja kati ya jambo linaniumiza sana akili, ambalo hata wazazi wangu walifanya bila hata kunishirikisha. Waliniambia tu eti naweza nikapoteza maisha, kwa hiyo hamna solution nyingine. Nikamwambia basi sawa rafiki yangu, utakuwa poa. Mimi siwezi nikamwambia mtu mwingine yeyote hii siri zaidi yako mimi na wewe tu. Nikamwambia basi sawa, nitafurahi kama utaweza kunitunzia siri. Nipe promise. Basi wakapeana promise pale vizuri kabisa. Bibi akamwambia basi sawa, mimi nitashukuru sana. Basi kwa upande wa huku leo hii hapa yule mwanaume ambao ni handsome sana hapa shule akaamua kumfuata Suzy na kumsaidia kufagia pale. Sasa unajua mshikaji anakubaliwa na mademu wengi sana. Kwa hiyo alimfuata demu mmoja akamwambia, "Hebu nisaidie," akamsukuma huko. Akamwambia, "Wewe toka huko." Sasa unajua anampenda yule mshikaji, afu mshikaji anaonekana kumkatia na kumkubali Suzy. Basi moja kwa moja akatoka nini, rafiki yake na yule Suzy akakaa na yule demu mwingine akawa anamsimulia. Akamwambia, "Wewe unajua ukweli wa Suzy? Eh? Suzy bwana alikuwa mtoto wa kiume na amebadilishwa jinsia kuwa mtoto wa kike. Sasa unajua ile unamwamini rafiki yako ambaye unajua atakutunzia siri, kumbe na yeye ana rafiki yake anaamini kwamba naye atamtunzia siri. Kumbe yule rafiki yake bwana naye hapendi kabisa kutunza siri na hivyo ana ubaya na Suzy. Sijui kama hii siri itatunzwa. Basi shule nzima mzee ikagundua hiyo siri kwamba huyu bwana alikuwa mtoto wa kiume na sasa hizi amekuwa mtoto wa kike. Kwa hiyo wakawa kila mtu anamtenga mpaka Suzy akawa anajiuliza kuna jambo gani, akaamua kurudi darasani moja kwa moja kumkuta rafiki yake analia. Akamwambia, nisamehe sana Suzy, mimi ndo nimetaja kila kitu kwamba wewe una jinsia ya kiume na ulibadilishwa ukawa wa kike, kwa hiyo nisamehe sana Suzy. Suzy akamwangalia rafiki yake akamwambia, "Ne, kaniambia ukweli wote, tunaelewa kwamba wewe ulikuwa wa kiume na sasa hizi umekuwa wa kike." Kwa hiyo bidada akaamua kukimbia mpaka chooni, rafiki zake wakawa vuta huku na huko kumwangalia labda wamchungulie, kweli wewe ni wa kike au ulibadilishwa ukawa hivyo? Wakamsukuma sukuma ili ni kumgasgas, bibi akawa na mind. Rafiki yake akafika pale akumsaidia moja kwa moja, akamkumbatia akamwambia, mimi siamini kabisa kama wewe umenitenda kiasi hichi, yani kabisa umenifanyia hivi. Basi bibi leo hapa amerudi nyumbani amekasirika, amevuruga chumba chake chote, yani amekasirika vibaya mno, mpaka mamake akawa anajiuliza kuna kitu gani huko chumbani. Akapigiwa moja kwa moja simu, dokta, bwana tunahitaji uzungumze na huyu binti ambaye ulimbadilisha jinsia miaka kadhaa iliyopita. Ah, basi sawa, haina shida, naweza nikakutana na nyie na tukazungumza. Basi sawa. Leo hii hapa bibiye kipindi anatoka na mama yake akawa na block kila kitu cha rafiki yake. Mpaka rafiki yake akawa anaona huzuni kwamba kila akimtafuta rafiki yake ampate. Kumbe kwa upande wa pili huko bibiye ambaye aitwa Suzy amemblock kabisa rafiki yake, hahitaji urafiki maana kwamba ameshamtolea siri zake zote. Basi rafiki huko upande wa pili alipofika hospitali moja kwa moja akawa anapewa dawa anywe na mambo mengine kibao yanaendelea kufanyika hapo hospitali na kusimuliwa situation nzima iliyokuwa imemkumba mpaka yeye akaamua kubadilishwa jinsia yake kuwa ya kike. Kwa akamwambia muda sio mrefu hapa naweza tukamwita dokta mkakaa mkaongea naye kuhusu hilo jambo. Kwa hiyo haina shida kabisa. Hii ilikuwa ni mambo mengi sana yalitokea. Bila hivi wangekupoteza wewe. Basi bibi akawa anarudi nyumbani amelala, anawaza mambo mengi sana, anawaza ile jinsia yake ya kiume ilivyokuwepo. Kwa hiyo mawazo yanamchanganya sana kichwani kwamba anawaza mimi nilikuwa wa kiume afu right now nimekuwa wa kike. Ni moja kati ya kitu ambacho kinamchanganya sana. Basi bibi akawa anashtuka usiku ile anahema vya kutosha. Yaani mawazo bado yanamchanganya sana akili yake. Analia nini, wazazi wake wanafika pale, "Mama, niache. Kwa nini nyinyi mlinifanyia hivi bila kunishirikisha mimi? Eh? Kwa nini mlinifanyia hivi bila kunishirikisha?" Mama akawa anamjuza, anamwambia kwamba, "Unajua bila kufanya hivi tungekupoteza. Hata kama mngenipoteza, mbona mngenishirikisha tu kuniambia, lakini nyinyi mliamua kufanya maamuzi yenu bila hata kuniambia chochote." Lakini bibi akazidi kulia vibaya mno na kuwa mind sana wazazi wake ambao wamemtendea jambo ambalo hakulitegemea kabisa. Kwa hiyo leo hii hapo aliamua kufunga safari moja kwa moja mpaka kwa yule dokta katika hiyo hospitali na moja kwa moja akaomba kuongea na huyu binti. Labda anaweza akamuelezea kwa undani zaidi, akajua kwamba sababu gani ambayo iliyopelekea mpaka yeye kubadilishwa hiyo jinsia yake kutoka ya kiume kuja ya kike.
Kwa hiyo binti akawa na pale anasikiliza, akamwambia ilikuwa hamna solution nyingine, kwamba niliwaajuza wazazi wako kwamba wachague na jambo moja, wakikuacha unaweza ukapoteza maisha au wabadilishe jinsi yako kutoka kiume uwe wa kike. Na imani mbona wapo watu wengi sana wenye wanaoishi na jinsia mbili na wanaishi vizuri kabisa na hakuna jambo lolote. Wewe ukijaribu kufuta mawazo yako yote kwamba ulikuwaje nyuma na ukaanza maisha mapya, na imani utakuwa poa na mambo mengine yote yataendelea bila shaka yoyote. Basi akaja pale mtu mwingine pale akamwambia, umemwona huyu hapa, huyu pia hapa ana jinsia mbili lakini anaishi fresh mpaka umeona saizi amezeeka. Mwambie hata kama sikujali kuhusu hilo, wazazi wangu wamenifanyia kitu ambacho sijategemea, yani ni kitu ambacho mimi mwenyewe hawajanishirikisha labda kutoa ushauri au la. Naelewa wamekufanyia hiko. Ni watu wengi sana shuleni kwenu wanakufanyia hivyo na surgery zinafanywa na watu wengi sana. Kwa hiyo usijisikie mpweke wala nini. Na hata ile siku ya surgery ilikuwa ni ugumu sana hata wewe mwenyewe kukubali. Lakini ilikuwa hamna solution nyingine ambayo inaweza kukufanya wewe usurvive mpaka sasa hivi. Ingekuwa tofauti na hapo mpaka sasa hizi labda ungeshapoteza maisha. Lakini na imani utabadilisha mawazo yako na utakuwa poa. Basi bibi akawa anawaza mambo mengi, hata ile siku ya kwanza anaingia shuleni, anajiona mtu wa tofauti, lakini ilibahatika akapata rafiki na rafiki huyo akamtenda, akatoa siri zake zote, maana alimpa hiyo siri ya kwamba yeye alibadilisha jinsia kutoka kiume kuwa wa kike. Basi binti akasema, bwana potelea pote. Mimi nahitaji kuwa wa kike ila nahitaji kurudisha kisasi. Kwa yeyote ambaye alinifanyia mabaya, kunitangazia vibaya, basi watakiona cha moto. Huku unajilemba lakini ni mtu wa mawazo sana, anatoka machozi. Bwana usisahau kusubscribe, ulike na comment. Ilikuwa poa sana.